Jina langu naitwa Zahoro Mipaji, ni diwani wa kata hii ya Buguruni. Leo tumekutana hapa kwenye mkutano wa hadhara wa wananchi na wakazi wa mtaa wa Mavinjeni kwenye kata yetu ya Buguruni, ambapo mwenyekiti wa serikali ya mtaa Bwana Fadiga Legele alikuwa anawasilisha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi na mambo ya maendeleo ambayo yamefanyika kwenye kata yetu. Na mimi kama diwani wa kata hii ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, lakini pia mimi ni mkazi wa mtaa wa Mavinjeni, nilihudhuria kama sehemu ya wajibu. Nashukuru kikao kimeenda vizuri, wananchi wamepata kusikia mambo ya maendeleo ambayo yamefanyika ndani ya kipindi cha miezi 6 ya mwaka huu. Natumai wameridhika na tumepata michango na maoni yao, na tutaendelea kuyafanya kazi kuleta maendeleo kwenye mtaa wetu na kata yetu. Mimi kwa majina naitwa Fadiga Mtumwa Legele, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Buguruni Mavinjeni. Awali ya yote, kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini la pili ni washukuru wananchi wa mtaa wa Mavinjeni. Huu umekuwa ni utaratibu wangu, kila baada ya miezi 6 nimekuwa nikifanya mkutano wa hadhara wa wananchi kwa lengo la kutoa taarifa ya kazi ambayo tunaifanya katika kipindi hicho cha miezi 6. Lakini kubwa katika mkutano wa leo ulikuwa na mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza ni kupokea taarifa ya kazi, lakini pia kujadili mambo ya ulinzi na usalama. Lakini jambo la pili kubwa ambalo leo nimeweza kuwakabidhi wakazi wa mtaa hili eneo ambalo sasa tutakwenda kujenga ofisi yetu ya kudumu kwa ajili ya kutoa huduma za wananchi. Tangu kuanzishwa kwa serikali katika mtaa huu tumekuwa tukitumia chumba kimoja cha kupanga, lakini kwa kupitia ofisi yangu kwa kushirikiana na Dayosisi ya Kanisa la Anglican tumekaa na kufanya mazungumzo na hatimaye wameweza kutupatia eneo ambalo kimsingi leo mkutano huu sasa nimejulisha umma kwamba tutajenga ofisi yetu ya kudumu kupitia bajeti ya mwaka wa fedha 2026/27 inayotengwa na halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, lakini pia kuwataarifu wafanya biashara wanaotumia eneo hilo ifikapo tarehe 15 mwezi wa 6 kupisha eneo hili ili kuanza mchakato wa ujenzi rasmi. Mwenyekiti wenu huyu, yani jinsi anavyofanya kazi na alivyonialika leo kwenye mkutano wake, nilivyokuja mimi mwenye zamana ya siasa katika wilaya hii naitwa Sangalaza, nilivyomsikiliza anavyoweka presentation zake kwenu na hoja zake, tangu zamani nilikuwa namjua ni mwenyekiti bingwa, lakini nataka kuambia ukiwatafuta wenye vitu wa serikali mtaa 5 bora, huyu jamaa yumo. Huyu jamaa yumo. Fadiga katulia, kakaa kwenye mtaa, hauna ofisi, amechachatika, amekukuluka, anaondoka kuacha legacy kwamba akiondoka itaonekana kwamba Fadiga amehakikisha serikali ya mtaa wa Mavinjeni unapatikana. Sasa mimi mtu wa chama, na kwa nini nimekuja hapa? Chama kinavyotawala ni sawasawa na mchezo wa karata wa albastini. Watu wa pwani mnajua albastini. Albastini ukichanga karata, mkishaweza kugawana mnauliza turufu alale katikati, ilale juu au chini. Sasa ikifika mara mnasema turufu, chagua karata yote. Ukitoa turufu, ukilaza chini kama kisu imelala. Lakini kwa kawaida turufu huwa inapendeza shupaza, turufu inapendeza maviambuzi. Ikilala kisu ndio turufu. Hiyo turufu kisu nganda 3 itakula dume la shupaza, usipigane kwa sababu hiyo ndio turufu. Sasa Chama cha Mapinduzi ndio turufu, ndio kinachotawala nchi hii. Ndio maana sisi tumekuja kuangalia wauza duka. Kuna mwenye duka au kuna muuza duka. Hawa kina Fadiga, sijui polisi, wote hao wauza duka letu. Wenye duka ndio sisi tumekuja kuangalia change ipo. Lakini nimemuona polisi kata amezungumza vizuri. Mtu wa mikopo amezungumza vizuri. Mheshimiwa diwani mimi mwenye duka na watizama. Wanazungumzia ulinzi na usalama. Unataka kuleta ulinzi na usalama gagai, wewe utaki kulinda. Kwanza ulinzi na usalama, ulinzi shirikishi ni ulinzi ambao kufara ni local, ni ulinzi wa kulindana wenyewe. Maana unaweza kusema mimi nilinde, mimi polisi, mimi nilinde, mimi na bunduki. Wewe umeambiwa kwani ulinzi wa bunduki? Ile ya bunduki ilipotokea simuona umelala chocho, huu sio wa bunduki.
Ulinzi huu ni ulinzi shirikishi wa kulindana wenyewe kwa wenyewe. Watoto wanatuibia simu, vibaka wanatembea nje, wamefika mahali ulinzi huu unaleta sifa, unakuwa sifa nzuri, wengine wanapiga chabo. Wewe ama mjini hapa, nenda huko Zikimbinyiko, Miatu, kutakuwa hakuna ulinzi. Maana sasa hivi polini kila mtu kakaa nyumbani kwake. Hapa mjini hili jiji lishabadilika. Unaambiwa ulinzi shirikishi lipa, unaambiwa takataka lipa. Shuleni mwanao uji lipa. Mimi siwezi kukaa hapa. Toka, nenda kwenu Vikumburu hapa mjini. Pinjeni oye. Umri wangu mimi ndio kusema ukweli. Unajua duniani umekwambia ogopa watu 4 kwenye sheria ya dini. Kwenye dini umesema ogopa watu wangapi? 4. Mtu wa kwanza wa kumwogopa muogope mwenye umri mkubwa, wa pili mwenye kuogopa muogope mwenye elimu, wa tatu muogope mwenye pesa, wa 4 muogope mwenyeji kwenye eneo lile. Sasa mimi kwenye sifa hizo 4, mimi 2 nazo, 2 sina. Kwanza kwenye elimu, mimi sina elimu, sikusoma. Lakini habari ya hela, mimi sina hela. Lakini ukitaka mwenye umri mkubwa, mimi na umri mkubwa. Mimi nitasema kweli kwa sababu umri wangu sasa ushakuwa mkubwa. Nitaeleza ukweli, sitaki kupata madhani. Lazima nyewe niwaeleze ukweli.